Wonderful, wonderful viewers. How are you doing? This is Philip McLeod again and reporting right from the heart of Kamen Ward in Thika. And as you know very well, we are having 2022 countdown. What is happening? What is ready next in the leadership? And right about now, I'm introducing and bringing you the very wonderful aspirant who is going to tell us yeye ni nani, anataka nini, kwa nini anataka. Habari yako? Mzuri sana. Sasa naomba uweze kutueleza wewe ni nani, umezaliwa wapi na huku tuko wapi? Kwa majina naitwa Joseph Gisuki Kiruhi. Na mtaa utakuta nikiitwa Lion. Lion. Mbona Lion? Lion iko hivi zile biashara huwa na meja nazo sana entertainment industry. Utakuta inaitwa Lions Entertainment. Okay. So where na biashara yangu sana ni mambo na entertainment. I have pool tables na video show. Wow. And that's why inaitwa Lions Entertainment. Na mtaa vijana juu hizo ni biashara sana zinahusikana na vijana, unakuta wakiniita Lion mostly. Okay. So utakuta maybe inaitwa Jose Lion, usikashangae kwa nini. Sasa wewe ukienda Nairobi National Park utapenda kuona simba? Napenda sana. In fact hiyo hata ilikujaga because I love nature. Oh. Hata ukienda my backyard ama kwenye nimekuwa nikienda sana, ile kitu napenda sana ni adventure. Okay. Yeah. Sasa Lion amezaliwa wapi? Ako na miaka mingapi? Mimi kuzaliwa kwangu, mimi nikianza kujiintroduce sijui nitamaliza saa ngapi. Sema tu kwenye umezaliwa labda mwaka. Mimi nimezaliwa Laikipia. Nikalelewa Nyandarua. Nikasomea Nyeri. Nikamalizia sasa Kiambu. Kiambu huko ndiko nimechukua sasa my properties. So mimi ni mkaaji wa Kiambu. Na that's where I want to make developments zote zikuwe in Kiambu. Nice one. Yeah. Tunashukuru. Sasa tunaingia katika countdown na tumebakisha only 12 months to go. 12 months to go, alafu tuende kwa debe. Kijana wetu ambaye anajiita Lion amejipanga namna gani? Mimi nitasema ikifika ni hapa, ni hapa sasa mnasema ni 12 months to go. Yes. Mine ninasema ni climax. Okay. I'm coming to conclude. Because where I have been, yani yangu ilikuanga it's a long journey. Yes. Because siasa sijaianza hata saa hizi. Ulianza lini tuambie? Siasa nilianzaga tu nikiwa mdogo. Kutoka my class, my primary school activities. I've been a prefect, secondary, campus, I've been a student leader. Then kukuja kumeja in my activities. I did a leadership course. I did human resource management. Wow. Yeah, that's what I graduated in. And now kwa ground, hata kwa siasa si ati niko new. Last election, umezoea. Yuko ndani ya damu. Iko kwa damu because hata last election that's where I began my MCA journey. Okay. Yeah. So what happened last election? Last election, what I did after my campus life, after campus life unakuta tushasoma, nimekobia nimefanya leadership. Yes, very true. But what you have yenye umesomea nakuta si yenye unafanya kwa ground. Mimi nilichukua whatever was available. I started as a guard. Just a mere guard in West Fargo. So I was posted ndio nakwambia mimi ni mtu wa pahali kuiga. I was posted in Nyeri, I was posted in Murang'a, I was brought here in Kiambu. Then finally I was posted in Wajir. That is northeastern. So after that, ndio nisemanga because I have done leadership, I want to be that ati nikuwe na hiyo ati lazima nikuwe employed. I can also be my own employer. That's when nilifikiria tu I quit the job. I come and start my businesses. Nili quit the job. Although ni kuresign. Sijaifanya kazi ati kia ile ati ya maji ama kufanya ukora ati ile unafutwa. Nili design, yadika designation. Later nikatuma kwa my big company. Ile pesa nililipwa kuja nikaanza biashara huko Kiambu. In Thika. And that's what I've been doing. Then hiyo time nili design, it was that 2013. And I was not that much prepared kukuwa na watu vile. But nikasema because I love leadership a lot, sitafanya biashara pekee. Nitarudi kwa watu, nianze kufanya biashara. Uliniambia, uliniambia ulisimama independent. Tuambie kwa ufupi tu, kifupi nini litendeka? Nilisimama independent
because unaona nikiingia kwa siasa ilikuwa imekibia sana, ni ile time siasa ilikuwa imekibizana, Jubilee ama ODM, so mimi nikaona sina hiyo uwezo wa kuingia kufanya nomination, nikasema just by independent, so I didn't take any chama. Okay. So nikavai independent MCA huku Kamen Ward in Thika, and I surprisingly kwa debate tulikuwa watu I think 23 and I was among the top 5. Wow. So I can assure you this time I'll be strong and very prepared. Yes. Yeah. So what unique are you coming to do that has not been done and people are expecting it from you? For me, ukiangalia hata ukiniangalia hivi siko hiyo age ya tuseme ati wale wachaga sana na siko age ya wale wazee sana. So mi kwangu mimi nasema matakwa ya watu wote naishughulikia. Wale wazee na hawa vijana. Kitu kwanza tuanze na hawa vijana. Nimekuta challenge ile kubwa hata mimi. Juu nilikwambia kutoka campus niko na almost 10 years. Unakuta what we are aspiring to do we cannot achieve. Unakuta uko na business school, we don't have something to make you start your own biashara. So now mimi my main aspiration ama nikue kwa hii ground mimi ni kusaidiana na kuempower vijana. Ile kitu tutaenda huko county government tupate related back to vijana. That's my aspiration. Tuanze sana na vijana talent. Unakuta mimi I'm majoring in the talent. I have also my organization yenye ninaita Talent Boost Organization. Hiyo ni ile sina hiyo uwezo ati ya kukufanya ukue ile, lakini kuna vile tunaweza saidiana. Wewe ni mwibaji, mimi si mwibaji, nikuje nikusaidie, maybe organize nikupeleka kwa producer fulani. Unakuta producers wengi ndio produce song, kutolea audio pekee unakuta ni 5000. Mimi na assist naongea na ule producer. I know how to do, nimekuwa kwa hizi entertainment industry. Unakuta ule mtu amepunguzia maybe 3/4 of the fee. Unakuta nimesaidia vijana wengi sana wameproduce audios. Then mimi kwa ile Mungu tu amenijalia pia na nimejaribu tu, nimekuwa na hiyo film industry na wasaidia tena kushoot video. Okay. Hao ni wasanii. Okay. Tukikuja kwa wengine unakuta kijana ako kwa biashara. Kwanza kule niko kwa biashara za entertainment. Unakuta vijana wengi wana kama portable, watu sijui kwa nini wanachukua na dimension ni idols. Those people ukiwasikiza hapa hivyo hata wakicheza pool wasikize hao vijana. They have so great ideas. So ndio naambia ule mtu umekuja na hiyo idea. Kijana nini umekosa? Anakuelezea. So mnajaribu kumpea moral, unamotivate ile kitu unaweza pata connection unamconnect. So that's what I'm been doing the field. Na most nikiingia kwa ile kiti. Ile kitu nitameja nayo ni talent na empowerment ya wanabiashara, SMEs, vijana wa including women. Yeah. Sasa tuambie shortly women unawafanyia ni, kwa sababu tumesema vijana sasa. Women hata ukiuliza penye niko unakuta biashara sifanyi peke yangu. Kuna vile tunasaidiana. Tuliona huwezi fanya biashara ile pesa maybe una earn maybe ni 300 shillings a day ama 400 a day na maybe hata unataka ukuwe na family, you want to build, you cannot huwezi enda jia hiyo. Unakuta women most hata ndio wako na advantage. Unakuta kuna chama mingi za wa mama, sisi wa baba hatunanga. Wa mama by the way nimeona wako na hizo schemes. So kuna vile tulipata scheme, unakuta hata kama ni women group, una comprise another like 3 men. Maybe there are 12 men, women, una add 3 men kwa hiyo kikundi. It's still a women group but 3 men. Unakuta vijana the 3 men wamesaidia kwa zile vikundi. Then wale wa mama haja join hizi vikundi, unakuta wanafanya tu merry go round. Una make sure wa mama wameenda wameregister. They have so schemes zenye zinawapea pesa zinawasaidia. So that's what we've been doing to the ground. Na bia mama wachani kukaa tu na zile miradi tu ati merry go round. Leo mtu amekula 2,000, kesho anaanza ile 200 tena kupea ule mwingine. Hizi pesa kueni mkisave, you get some loans, mnafanya miradi. Napenda hiyo sana kwa sababu pia uko na women empowerment pia. Exactly. Sasa Kamen Ward iko na watu 50,000. Hiyo ndio ward ambayo iko na watu wengi hapa nchini Kenya. Sasa wanasema whoever is given much is expected. Wewe je, ni mambo gani mengi ambayo hawa watu wote wanafaa kutarajia kutoka kwako zaidi ya empowerment ya vijana na wanawake?
Good question. What I'm saying, nikiwa kwa hii journey, hata mimi niliona hivyo last time. You have so many voters, na to your surprise, huku ukiangalia population yenye tuko, ni ya watu wa 40 years and below. Unakuta wale vijana, wale, because they are not older, watoto wao wengi wako primary school levels. Yes. Unakuta ile challenge kubwa kwanza yenye wanapata ni ya bursary school. Ni ya secondary school na primary school kusomeshwa. Ile kitu nakuta ukienda kuwaongelesha kila time juu unaenda kunaraishia, they are lacking money to educate their children. So ile kitu naweza sema sana kwa county, me education have been number one pillar. Hata kama ni bursary, ile kitu inapatikana ule wanafikiwa. Unakuta mtu anakuuliza, nasikia kuna kwa na bursary, how can I get it? They don't have that empowerment. Ule mtu tulituma county government haleti hiyo information. So hiyo ni kitu moja kwanza, because education is key. I'll be vital. Nionekane kwa ground, I bring them the information back. They are lacking that information mostly. Good. Yeah. Napenda hiyo. Kwa hivyo elimu ndio msingi wako wa kwanza kushughulikia. Kabisa. Haya, tueleze mambo ambayo mengine, zile changamoto wananchi wako ambao wanakuzunguka hapa Kameno wanapitia. Challenges zingine kando, kwa sababu kuna mtu ndio elimu anataka watoto watenda shuleni, lakini kuna mwingine labda kuna giza usiku, haya hakuna mifereji, hakuna maji. Tuambie unashughulikia aje hayo mambo? Haya, mimi nitaongea Kameno in details. Kameno iko na 5 tallying centers. Ukiangalia kuna Kameno, Kameno Primary, kuna Kenyatta Primary, na kuna Kimusu Primary, Barracks na Kigajo. Those are our tallying stations. Hiyo ni kumaanisha ni Kisii Estate, Landress, we come to Makongeni, and here Kigajo. I start here in Kigajo because mimi nimeishi Kigajo and I know Kigajo. Kigajo ndio itasimamia zile zote, because hata ukipata challenge moja ya huku mtaa, utapata yote, hiyo mitaa yote inaambatana. Kitu ya kwanza challenge yenye tuko nayo ni good communication. Our roads. Wacha ile ya national government, hiyo iko catered to wenye wanapigania huko, wamejaribu and not speak on the behalf of the member of parliament. I'm speaking on the Kameno. But there is those zile barabara za vichochoro. Hizo ni changamoto na hata zinaleta insecurities usiku. Unakuta hata nitakuonyesha tukitembea. Unakuta hata kuna obstructions za mimea ili nawili, haijaipata mtu hata wa kuikata. So wale watu wa geta, wale wenye wanategemea chakula ya wenye wametafuta mchana, wao wanaichukua jioni, wanakunjaga wanagonga wale watu wakiwa wamejificha kwa hizo vichaka. Panya roots hakuna. Hizi vichochoro zote zinafaa kuko na mtu juu. You cannot expect, as a member of county assembly, you cannot expect your governor to know some things. Wewe ndio unafaa ujue juu wewe ndio wananchi wamekwambia, wamekupea hiyo jukumu ya huko county government, ujue vichochoro zako, hizo tu barabara tudogo, watu wanaonana, watu wanaelekea vizuri, wanaweza kutokeza kukinyesha. Hakuna njia za kutokezea. Number 2, hiyo nimekwambia empowerment. Ile kitu nitapigania sana Kameno, empowerment. Almost 80% ni wanabiashara. But zile biashara 80%, wale watu unaweza sema ni biashara mtu anajua iko sawa ni 5%. 75 of wanabiashara ni kufungua tu wanafungua, John wanafunga. They don't know how kunini. Kuna vitu zinaitwa validation. Unakuta kama ni hoteli, kila mtu anafanya hoteli pekee. Wote ni hoteli. But kuna ile kitu unaweza fanya validation to what you are doing in your business. Kama ni matunda unauza, si lazima uuze matunda pekee. You can do breading. Kama ni madizi, kuna vizire nini, kuna zile inatengeneza uga siku hizi. You still value addition. Yeah, you educate these people value addition in their services. Si tu kukaa nyinyi wote mko line moja. Hakuna profit mtamake. If you are doing the same things, the same time. Results pia. Haya, tukikuja ni mambo na health. In Kameno Ward we have just one hospital. Na inakuanga phase 13 uko Makongeni, na hiyo haiketi in everything because hata si level 4. It's just a dispensary. Wow. So it should be upgraded. Hiyo ni kazi ya member of county assembly kwenda kupigania kitu ikuja to standard. You cannot have that big population.
the county with the most population in the whole Kenya. In the whole country, and we don't have a hospital. I can imagine. That's not That's the challenge you posing for them. Yeah, because even in the health sector, it's a work of the county government. Wow. So, hiyo ni kitu wanafaa kwanza tuangalie sana as a member of county assembly. Hiyo ingine ni education. Education sitaongea mambo ya primary school, because hiyo nakutaka mostly ina major na member of parliament. But tertiary education, simekuambia kuna vijana mingi wengi sana. We need a tertiary school here. A vocational training center. A vocational training center. We don't have any in Kameno. So that is your work as aspirant to come and bring them what they need. Exactly. Okay. Unakuta kama huku kuna ujenzi mingi inaendelea, lakini wale vijana ni wao wanajifunza. Unasikianga to speak in a mother tongue, no ginyo kunuru. Wao ndio wanajikunura. Yaani ukue foodie, you go and hustle as a mtu wa mkono mpaka ufike hapo ukunuru na wenzako. But this is the thing that should be done in training. Very true. That's the things I will be fighting for. Okay. Drainage system, we have to start sahi. Yeah. That will give me another interview. Yeah. It's so wide. It's so wide that one. Yeah. So your followers are looking for hope. I want us, even as we conclude, you give them hope and let them know why you and not any other person but you today. What I would say, yes, give me this work, because you hear it's a journey. Yes. This journey we started, I would say last time we started the 23 of us. Yes. Naweza kuonyesha list. Yes. Tukienda hivyo atakuwa nyumba nitakuonyesha list yenye tulikuwa tunafanya. But now enda kwa ground, the 23 of us ni mimi tu naonekananga kwa ground. I have been these people, nilisema sitatoka huku because I'm experiencing the same. Hao watu walitoroka. Now they want to come again. 2 months to election, they come with so much resources, wadanganya wananchi. Mimi tumekuwa na nyinyi. Wallahi, hizi vitu tumepitia. Yes. I want mimi tupitie mpaka siku ya ballot. Yes. Munipe kazi, niende sasa twende pamoja, tuifanye pamoja. Kupewa kazi. Exactly. Mheshimiwa, kuna jambo ambalo linaitwa no degree, no seat. What are your thoughts? Good question about the education. For me, hata nikiongea mambo ya MCA ama these things, education is vital. Very true. I have 2 degrees na hiyo nishakuelezea. Ndio. What I should emphasize on ni about masomo kwa MCA. Kitu ya kwanza, hao watu wote nasikia kama wenye wanakuja kuuliza basari wanataka watoto wao wasome. So how can you give morale to those families about education and yet you are not you are not educated. So what I can say, degree ni muhimu. Then ukienda hata kule parliament, kazi ya MCA ni 3. Ya kwanza kuna representation. Hii kwanza representation, that's where MCAs don't know. If you are representative, you are representing people. Kurepresent ni kufanya nini? Kuja kwa ground. Sikia matakwa yao wananchi. Kweli. Peleka bunge. Hujaambiwa na wananchi. Unajua these people thinks that kwenda kule ni uende ulete pesa. Hujaambiwa uende upeleke pesa. Enda county government. Uliza wananchi wangu wanastaka hivi na hivi na hivi. I'm representing them. Hii ni matakwa yao. How can we assist them? Ile feedback utapata from the governor, bring back to the people. This is the point I want to insist. These people are not our representative. That's why I'm in for MCA ni kuwe representative of the people. Ile kitu umepata hata kama utapata, go back to the society, tell your people, mimi mlinituma hivi. This is what I have gotten. I have not gotten anything. So, but they are representative. If you are not educated, you don't know how to represent your people. If you are not educated. Number two is oversight. When you are sent to the county government, you are going to oversee what the transaction of the counties are being undertaken by the CECs. Very educated people, unakuta CEC, like the current regime, unakuta CEC ya kompaka na masters. If we doing some transaction on maybe your loads outside there, and this is some that she has undertaken, wewe kama uko educated utajuaje hiyo hesabu ama inaambatana na what you want it being done. So accounting
and whatever oversight lazima ukue mtu educated. Very true. Ujue mahesabu yote. Na ya mwisho ile kazi muhimu sana MCA ni kukua yani uko na mtu anajua sheria. You are registered. Yeah, you are registered, the registrar of the sheria there. Kama hujui constitution kitu moja, you cannot, kama uko educated hata constitution utaishi tu kusema hii constitution si mzuri, si kama the man uko kwa ground unasema tubadilisha sheria. So kama ni sheria yote inataka kama ni ya license, you want watu wako unajua ni sheria imepitishwa, this is the people should be taxed this way. Lakini unaona wanafinywa. But if you don't know how will you change it ati urudi yani upiganie kama ni licenses zirudi pesa kidogo chini on this area and you are not educated. So for me what I would say, hawafanyi vibaya. Elimu ni muhimu. Let MCA be educated people. Yes. To know what to represent their people. Very true. Yeah. Sasa mwisho kabisa. Yes. What are you bringing the people? For me, what I can say, hiyo point ya representation. Hiyo ndio tunalack. Ile pesa unaenda kupata kule si yako. Kuna certain phrase june nani alisema si ya mama ya mtu. Ni pesa ya wananchi. They are taxpayers money you are going to represent and oversight and get a share. So what we lack, ule mtu tunatumanga ama wale tunatuma ni kama pesa inakuanga yao. Handnaga feedback. Hata uende ukute leo treasury ama treasury haijaweka pesa, rudi kwa Wajiko. Yes. What I would do, mimi kitu yenye niko na ndio nisema sitaipotea kwa Wajiko. Be the people. Ile kitu itakuwa different and I can assure to the letter sitaipotelea watu. Mimi hata kama sina pesa wananitanga MC hata saa hizi. Hata kama sina pesa nawaambia leo ningenunua chai lakini hakuna kubaya. Pesa. Yes. Na wana understand mimi ni kijana barubaru. Ukienda kule kwa county government ulipeleka hizi matakwa zirudi kwa wananchi. Kitu yenye nitaashua watu my leadership will be different from the others. Sitaipotea kwa Wajiko. Wanasema ngati tunaendanga huko tunaomoka. Kuomoka kitu gani? Ile for me what I can say, the biggest legacy you can never put ni kuona watu kadhaa wameomoka pamoja na wewe. Wow. Not you alone being developing. Yeah, ama ukue source. Yeah. Wengi sana wameenda nazo kwa majeneza. But if you leave a good legacy like our heroes akina Kimathi, those people sisi ni kama guka wetu, but we still get their legacy. So mheshimiwa, bottom line kwa sababu ya wakati. Yes. Bottom line unataka watu, slogan yako ni nini? Watu wanakukumbuka na nini? Mimi ni kusema tu talent kitu kwanza. Kama my heroes wa Gari Maathai alikufa na kitu inaitwa Nesha. For me ile kitu nimeona to my part what I'm dying with it ndio nakwambia ni kwa entertainment sector kwa curricula. Major government our government and our system have majored a lot with curriculum. Bookwork. But so zote hatuwezi shingana na hiyo sector. Very true. So what I know people have kwa curricula, unakuta sports they are neglected a lot. Hiyo ni kitu najaribu sana. Mimi naitwa TBO. I have a talent boost organization. Watu hata wanaanza sasa kuniambia mtu wa TBO. I want to grow these talents. Unakuta kuna tu junior, unakuta kameanza karate, kana mtu wa kukamundu, mwingine ako na ni actor, singer, unaendanga church, unakuta mtu ako na vocals, msichana ako na vocals mzuri kabisa. But sasa unashangaa and ataiba nyimbo za watu wengine mpaka lini? Yake ataiproduce lini? Nani atamshika mkono? So talent hiyo ndio kitu mimi I'm dying for it. Talent development, nurturing and empowerment. Exactly. That is what you're dying for. I'm dying for it. Alright, sasa mheshimiwa, hawa wananchi wanataka kukutafuta. Tuambie social media handle zako, kama uko na namba ya wananchi, waambie sasa. Okay. Kuniwakumbusha majina tena. Jina ni Joseph Gisuke Kirohe. Hiyo ndio itakuwa kwa ballot. Na AKA Jose Lion. Hiyo niliinsist Lion ndio utakuta mtaa sana watese wengi kinita Lion. So itakuwa AKA. Siku hizi ABC natufungulia hiyo class ya AKA. So kwa ballot ni Joseph Gisuke Kirohe, AKA Jose Lion. Ukitaka kuni search Facebook, utanipata Jose Lion. Just search Jose Lion, utanipata. Kwa YouTube
Ndio hiyo tuko na organization is new but tunataka itrend. Talent Boost Organization TBO. And we also have another page ya Twitter na nini inaitwa bado TBO. Ni search huko TBO ama Talent Boost Organization, utapata hizo talents and you can also join us. Then personally niko kwa ground. Mimi niko kwa ground, mimi sikangi kwa ofisi. Kwa ground kuja mtaa Kigajo, huko utanipata na vijana. My number, hata hiyo mimi sinanga ati ile ati private number. You can use just my number there. 0729 734 713. Search me WhatsApp, I'm digital na utanipata. Nice one. Yeah. Thank Jose you. Lion kila pahali, Jose Lion. Nice one. Me. Kabisa. Jose Lion himself is the aspirant under 2022 countdown, and we really appreciate you. Thank you for watching. And that's how we bring it to the close. Wonderful viewers, I'm telling you, it's getting better on 3D TV. And as you can hear from himself, the horse's mouth, he's promising you wonderful things. It's upon you now to decide where are we headed to. 2022 countdown continues, and thank you so much for watching. Philip McLeod. As usual, remember on your right button there is subscribe and there is a bell for notification. Every time we upload, you're the first one to see it. Remember the notification bell. We got to be bringing you this wonderful edition, and you'll be the first person to get it. Don't forget to share to that neighbor. Share to that neighbor. Mheshimiwa anataka kura. Fanya vile unaweza fanya. Cheza kiwewe. Thank you so much.